الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Ndugu zangu katika imani, kwa muda huu tutakumbushana kitu kimoja tu kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosimulia sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu. Amesema Abi Huraira radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in wujidat salahat qubilat wasairu 'amalihi wa in wujidat fasadat ruddat wasairu 'amalihi wa in intaqasa min faridatihi shay'un fayaqulu ar-rabbu 'azza wa jalla انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. متفق عليه. حديث نسمع إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، hakika ya amali ya mwanzo atakayohesabiwa nayo kila mja siku ya kiyama, min amalihi, miongoni mwa amali alizofanya duniani, salatuhu, ni sala. Nafahamu tumeletwa duniani kwenye maisha ya muda mfupi kwa ajili ya mtihani, na muda wa kufanya mtihani ni umri wa mtu. Anayemaliza muda wake huondoka kwenye chumba hiki cha mtihani kwa njia ya kifo, anabaki barzakhi kwa muda mrefu zaidi kuliko walioishi hapa duniani kwa kusubiri matokeo, kwa sababu watahiniwa bado wengine wanakuja. Kila siku tunazika wanaomaliza muda, wanazaliwa wengine wapya watahiniwa. Kwa hiyo hapa tupo kwa ajili ya kutenda. Ukikitenda cha maskhara, cha kweli, cha dhulma, cha haki, ni amali yako. Sasa siku ya kiyama, ambayo ndio siku ya kwenda kupewa matokeo, yote tuliyoyafanya yanafanyiwa ukaguzi, yanapigwa tathmini, halafu unalipwa. Kitakachoanzwa mwanzo ni sala. Fa in wujidat salahat, ikikutikana sala ya mtu imetengenea nzuri, qubilat wasairu amali, zinakubaliwa na amali nyingine zote nzuri. Wa in wujidat fasadat, lakini sala ikikutikana mbovu, imeharibika, ruddat wasairu amali, na amali nyingine zote zinakataliwa. Inamaanisha kwamba swala ni ibada kiongozi, au kwa maana nyingine swala ni kama kifungashio, kinabeba na mengine. Mtume amesema, as-salatu hiya silatun baina al-'abdi wa rabbih, sala ndo minzi ya mawasiliano, mafungamano baina ya kiumbe na muumba wake. Sasa hichi ndo kitu muhimu zaidi. Kwenye mapokezi mengine imekuja, fa in wujidat salahat, ikikutikana sala ya mtu ni nzuri, faqad aflaha wa anjaha, mwenye sala nzuri amefanikiwa, ana nafasi njema, kapata the best score. Wa in wujidat fasadat, ikikutikana sala ya mtu ni mbovu,
faqad khaba wa khasira, kaenda patupu na kala hasara. Yani kapewa tunu nyingi, ikiwemo huu muda wa kukaa hapa, ni rasilimali muhimu. Wenye akili wananufaika nao, lakini asiye na ufahamu hanufaiki na huu muda. Kwa hiyo kala hasara, kapewa kitu cha thamani lakini hakufaidika nacho, anakuwa kala hasara. Kwa hiyo kuna kukaguliwa sala ikawa ni nzuri, na uzuri unatofautiana. Mwingine kapata 100%, 80%, 75%, 50%, 25%. Mwenyewe unachokifanya ndo unajua kiwango cha ubora. Lakini hata kama unapata 50%, ikiwa 50% yako haina na vitu vingine viharibifu huku, inaweza ikakufaulisha kwamba amefaulu. Kwa hiyo ni kitu mtu kujua thamani ya wakati na malengo ya kuletwa kwake na kutumia wakati, na akawa ni mwerevu wa kujua kufanya vizuri kwa kiwango anayoyafanya. Kwa hiyo ikikaguliwa swala kuna kutengenea na kuharibika. Kuharibika maana kitu hakifai. Lakini kuna third alternative, wa in intaqasa min faridatihi shay'un, ikiwa kutakuwa na mapungufu kwenye hizi swala zake za faradhi, kasali si mbaya sana swala zake, lakini si nzuri sana kwa sababu zina dosari zinazorekebishika. Ndio intakasa. Kuna kasoro ambazo zinarekebishika. Ikikutikana hivyo kwenye sala kuna kasoro zinazorekebishika, kipi cha kurekebishia kwenye hizi kasoro? Fayaqulu Rabbu azza wa jalla, atasema Allah mwenye nguvu na utukufu, unzuru, ebu kagueni. Wanaagizwa malaika ndo watendaji. Kagueni, hal li abdi min tatawu'in, huyo mja wangu anazo sala za sunna. Fayukammalu biha man taqasa min alfarida, ili pakamilishwe mulemna mapungufu katika hizi faradhi zake. Kwenye swala yako ya faradhi kuna kasoro, na kazi yenye kasoro haitakiwi. Tatakiwa ile kasoro irekebishwe. Inarekebishika kipo cha kurekebishia. Yani kama nguo imetoboka, unaweza kutafuta kitambaa kinachofanana ukaweka kiraka, na ukipata fundi mzuri akakiweka kile kitambaa kiraka kiutaalamu, hutochushika kuvaa nguo yako. Kwa hiyo itarekebishwa ile sala. Kitu cha kurekebishia ni sala. Kwa hiyo cha muhimu ni faradhi tulizowajibishiwa. Siku ya kiyama lazima faradhi zote zikutikanwe kamili. Zina kasoro, lazima zirekebishwe. Cha kurekebishia ni sala vile vile za sunna. Kwa ndo agizo natoka, unzuru, ebu angalieni, hal li abdi min tatawu'in, huyo mja wangu anazo sala za sunna, fayukammalu biha, ili mukamilishwe kwa hizo sunna, man taqasa, mulimupungua, min alfarida, katika faradhi zake. Litafanyika zoezi hilo, urekebishiwe sala zako zote. Umri ulioishi uliwajibika usali, zote ziko zimeshakamilishwa. Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik, baada ya ukaguzi wa sala, amali nyingine zote tulizofaradhishiwa zitafanyiwa ukaguzi kwa mtindo huu. Tatizama siyam, miaka mingapi uliwajibika kufunga? Je, umefunga zote? Nzuri au mbaya, au zina kasoro za kurekebisha? Zitaangaliwa funga zako za sunna, zizibiwe mle mlimopungua kwenye faradhi, mradi faradhi ziwe kamili. Alafu unalipwa, unaenda zako mahala pazuri. Itakaguliwa zaka, itakaguliwa hija. Hija ni wajibu, sunna yake umra. Pengine kuna sehemu kwenye hija kuna mistake inayorekebishika, itaangaliwa sehemu kama ile kwenye umra imekaa vizuri, itarekebishwa faradhi kwanza, maana ndo lengo, ni lazima zikutikane, zimetimia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani,
Pamoja na mengi tunayoyapenda, vipaumbele vyetu kwenye maisha, lakini tusisahau wajibu mkuu wa kuwepo kwetu duniani ni ibada, na siku tukifumba jicho, hizi ndo rasilimali zetu ambazo tunakokwenda zitakuwa zinahitajika. Tunahangaika sana kutafuta shilingi ya Tanzania, lakini shilingi ya Tanzania nayo ukiipata unatakiwa uiconvert, uitumie kwa faida ya akhera. Unufaike duniani kwa sababu upo, lakini pia unufaike nayo kwa faida ya akhera. Kipaumbele kikiwa dunia peke yake, basi muda wako wa kukaa duniani ukisha, mambo yako utakuwa umeyamalizia hapa hapa. Unaondoka kwenye jumba lako la fahari, hata lile kaburi unalofikia hukulitayarisha linakuwa ni baya, itakuwa ni mtihani. Tujue thamani ya wakati. Lengo la kukaa hapa ni ibada, na ibada zinatakiwa zifanywe vizuri, ziwe za kiwango. Na haswa katika huu mwezi wa Ramadhani tunatakiwa tujitahidi kwenye hayo. Na Ramadhani ikimalizika, kwa sababu lengo lake ni ucha Mungu, yale tunayo practice kwenye Ramadhani tunatakiwa baada ya Ramadhani kuondoka iwe ndo tabia yetu tuliochukulia mazoezi, tuendelee nayo kwenye miezi 11 iliyobaki. Nadhani nimefahamika. Hapo ndo mwisho wa hadithi. Allah atunufaishe na kile ambacho tunasikia, atupe uwezo wa kujua kila jema, na atupe uwezo wa kulifanya, atupe uwezo wa kufahamu mabaya, na atuwezeshe kuepukana nayo. Muda wetu wa kukaa hapa ukimalizika, achukue roho zetu akiwa karidhika nasi, na tunakokwenda tunamuomba akatuorodheshe kwenye listi ya waja wake wema waliofanikiwa. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.